Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Karibu ujifunze maneno ya Mungu pamoja nami. Kitabu ambacho tutajifunza leo ni Isaya sura ya 38 mstari kuanzia kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hali ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutopona. Kumbuka Hezekia alikuwa ni mfalme. Hezekia aliugua akafika hali ya kufa. Lakini nabii wa Bwana ambaye ni Isaya akatumwa na Mungu kwenda kumpelekea taarifa. Naamini ilikuwa ni vigumu sana Isaya kumfikishia taarifa mtu mfalme, ukamwambia kwamba utakufa wala hutoishi. Lakini Isaya alienda kumpa taarifa Hezekia. Baada ya Hezekia kupokea ile taarifa, alichukua kwa uzito ile taarifa kwamba utakufa wala hutoishi. Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutoishi. Mstari wa pili anasema, basi Hezekia alijigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Hezekia alipopewa ile taarifa, alivyoletea ujumbe na Mungu kwamba atakufa wala hataishi, akaelekeza uso wake ukutani kufanya toba na kuomba rehema kwa Mungu, ili Mungu amsaidie, ili Mungu amwokoe kwenye ile hali ya kufa. Cha kwanza unakiona kitu kimoja, Hezekia alikuwa na utii na unyenyekevu, kwa sababu aliitii kwanza sauti ya Mungu ambayo ilipitia kwa Isaya. Taarifa iliyomfikia aliitii, na ndipo akageuka kuelekeza uso wake ukutani. Ni kitendo cha unyenyekevu na utii na kumheshimu Mungu, kwamba anamhitaji Mungu sana. Ndipo akaelekeza uso wake ukutani kuomba msaada kwa Mungu, kujinyenyekeza mbele za Mungu. Nami leo nakuja kukupa taarifa kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako. Nyumba yako ni moyo wako. Wewe mwenyewe unaujua moyo wako, kama unatenda mema au unatenda mabaya, kama unaishi sawa sawa au unaishi vibaya. Wewe na moyo wako ni shahidi mzuri sana wa maisha yako. Hivyo basi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautopona. Badilisha namna zako za kuishi, nikimaanisha kwamba badilisha namna zako za kutazama mambo, badilisha namna zako za kutafakari, badilisha namna zako za kuishi pamoja na familia yako na watu kadha wa kadha. Kwa namna ya maisha unayoishi, badilisha, maana moyo wako ni shahidi. Na kama ukitenda mema, moyo wako utakushuhudia kwamba umetenda mema, na kama ukitenda mabaya, moyo wako ni shahidi wa kwanza kukwambia hapa umefanya vibaya. Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana waweza kufa wala hautoishi. Muiga mfano wa Hezekia alivyokuwa mtii na mnyenyekevu. Alivyoipata taarifa kwamba atengeneze mambo ya nyumba yake, aliamua kuchukua suluhu tu moja, kubadilisha na kumkumbusha Mungu namna alivyokuwa mbele zake, namna aliyoyatenda mbele za Mungu. Hivyo Mungu akamwokoa na kumpa miaka 15 mingine ya ziada. Yawezekana unapitia ugumu katika familia yako, ndoa yako, watoto wako, lakini mimi nakuambia kitu hichi kimoja: kumbuka kutengeneza mambo ya nyumba yako. Kumbuka kutengeneza mambo ya nyumba yako. Kumbuka kubadilisha namna za maisha yako. Unaweza kuwa wewe mwenyewe ndiyo sababu ya changamoto ambazo unazipitia kwa sababu ya uholela wa maisha yako. Nikutakie wakati mwema. Karibu tena tuendelee kujifunza maneno ya Mungu. Amen. Siku ile Rose Shaboka alipokuwa anafundisha chumbani sio madhabahu ya maombi, mzee akawa anasema, yaani wewe kapepo kweli wewe. Baba zetu walikuwa wanaomba maombi popote, wawe chumbani wawe wapi, popote palikuwa panageuka madhabahu ya maombi. Nyie ndio maana viumalaya vyenu hivyo mnaanza kusema chumbani sio sehemu ya maombi. Bwana asiwe. Lakini najaribu kuonyesha nini? Sisi katika mazingira mengi tunayokuepo sio madhabahu za kuonyesha kiu yetu kwa Mungu. Kwa sababu itakiwa ukiwa ofisini, pale unaendelea kuuza, yani ni maombi anaendelea, mteja akija, $5,000, karibu sana. Hii nafanya kazi 1 2 3, akiondoka wewe unaendelea kuomba. Yani wala sio dhambi. Maombi gani sasa? Yani wewe
Ni wewe tu na shetani ndo wanaokuambia ni maombi gani. Ila maombi yanaombwa popote. Ukiwa kwenye hali yoyote, si uko kwenye daladala, si uko kwenye Bolt, si uko wapi, yani ukiwa popote, alimadam tu ni moyo wako umeuelekeza kwenye hicho kitu. Bwana si Daudi alikuwa anasema, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako. Maana yake kwenye maombi kuna mawazo na kuna maneno. Alafu kuna mahali Mtume Paulo anaandika kwenye ile Waefeso kwamba atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo zaidi ya yale tuombayo na tuwazayo. Lakini anasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Unayo tayari? Bwana si. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hiyo nguvu tayari unayo. Yesu asiye.